Jambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Marekani ni kama vile inawahamishia Waarabu vita vyake vya Iran. Marekani sasa inawataka maafisa wa katika nchi ya Umoja wa Falme za Kiarabu kukamata kisiwa cha Iran. Hii ni ishara kwamba Marekani sasa inaitaka UAE kuingia vitani moja kwa moja dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ripoti hiyo inakuja huku kukiwa na ongezeko la gharama za vita vya Marekani, kupungua kwa hifadhi ya makombora na kusitasita miongoni mwa washirika wahusika. Baadhi ya maafisa wa Marekani wanahimiza Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kukamata moja ya visiwa vya Iran katika Ghuba ya Uajemi. Hii ni kwa mujibu wa gazeti la Telegraph ambalo limeripoti likinukuu vyanzo. Kisiwa kinachozungumziwa ni Lavan, mojawapo ya vituo muhimu vya kusafirisha mafuta nje ya nchi ya Iran, ambacho ni mwenyeji wa miundombinu ya kusafishia, kuhifadhia na kupakia meli zilizounganishwa na maeneo kadhaa makubwa yaliyosafishwa. Pia inakaa juu ya hifadhi kubwa ya gesi asilia. Wengine katika duru ya rais wa Marekani Donald Trump wamependekeza kwamba UAE inapaswa kuchukua kisiwa hicho. Gazeti hilo limeandika mnamo Jumamosi, nenda kachukue, itakuwa ni jeshi la UAE chini badala la Marekani, ilimnukuu afisa mkuu wa zamani wa usalama wa Trump akisema. Hii inaashiria kwamba wakati huu Marekani inataka kuviuza vita vyake kwa UAE, kwa maana Umoja wa Falme za Kiarabu uingie vitani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ama kupata usaidizi wa namna moja ama nyingine kutoka UAE. Pendekezo hilo limeripotiwa linaonyesha shinikizo kubwa zaidi huko Washington ili kupunguza udhihirisho wa moja kwa moja wa kijeshi wa Marekani wakati vita na Iran vikifikia mwezi wake wa 3. Maafisa wa Pentagon waliliambia bunge mwezi huu kwamba vita tayari vimeigharimu Marekani takribani dola bilioni 29, ni nyingi zikihusishwa na matumizi ya makombora na shughuli za ulinzi wa anga. Wachambuzi wa masuala ya ulinzi wa Marekani na machapisho ya kijeshi kwa wakati huo huo wameonya kwamba wiki za mashambulizi makali na operesheni zinazohusisha vidhibiti vya THAAD, mifumo ya Patriot na makombora ya kusafiri ya Tomahawk yamepungua kwa kiasi kikubwa katika hifadhi za Marekani. Pentagon tangu wakati huo imeharakisha juhudi za kujaza orodha na silaha za bei ya chini zinazozalishwa kwa wingi zinazotengenezwa na makampuni mapya zaidi ya ulinzi baada ya kutegemea wakandarasi wa kijeshi wa jadi pekee. Msukumo ulioripotiwa na kuhusika zaidi kwa Imarati pia unakuja huku kukiwa na kusita kwa mapana kati ya washirika wa Marekani kuongeza ushiriki wao moja kwa moja katika mzozo huo. Wakati Washington imeshinikiza washirika kuhusika zaidi kijeshi dhidi ya Iran, ikiwa ni pamoja na operesheni za majini katika mlango wa bahari wa Hormuz, wanachama kadhaa wa NATO Ulaya kama vile Ujerumani, Uhispania na Uingereza wamejitenga hadharani katika vita hivyo. Umoja wa Falme za Kiarabu umeibuka kama moja ya nchi za kikanda ambazo zinasogelea karibu na Washington na Israel wakati wa vita. Tehran imeshutumu Abu Dhabi kwa kufanya kazi kama msingi wa uhasama kwa operesheni za Marekani na Israel katika kulipiza kisasi kwa walengwa huko Emirates. Vikosi vya Imarati vimeripotiwa kufanya mashambulio ya siri dhidi ya malengo ya Iran, ikiwa ni pamoja na mashambulizi katika kisiwa cha Lavan mwezi Aprili. Na hivyo wakati huu utawala wa Donald Trump, rais wa Marekani, unataka Imarati ichukue kisiwa hicho. Saudi Arabia pia imeripotiwa kufanya mashambulizi machache dhidi ya Iran, lakini ikapinga juhudi za Imarati za kuandaa kampeni iliyoratibiwa ya kijeshi ya Ghuba dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, Saudi Arabia imetazama hali ambayo itakuwa ni tofauti katika Mashariki ya Kati, kwamba vita hivi vitakuwa ni vya kikanda na kwamba ni vita vitakavyopiganwa miongoni mwa Waislamu, na ndio maana Saudi Arabia imejiondoa katika mapambano hayo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.